Wasikilizaji wapendwa, tunawasalimu popote mnaofuata Radio Okapi. Tunawakaribisha kwa taarifa hii ya habari. Kwanza vichwa vya habari. Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania zimeimarisha ushirikiano katika sekta za uchumi na afya. Tubaki tu mjini Kinshasa, serikali yapanga kuanzisha masomo kwa njia ya mbali katika maeneo 18 ya afya yenye hatari kubwa ya Ebola kuanzia mwaka wa masomo 2026-2027. Na huko Kwilu, shirika la kiraia yakemea kukatwa kwa mishahara ya walimu na watumishi wa serikali. Maelezo kamili baada ya muda mfupi. Mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wamekubaliana kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao, hasa katika sekta za uchumi, umeme, usalama na afya. Makubaliano hayo yalifanyika siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 mjini Zanzibar, wakati wa mazungumzo ya viongozi hao wawili yaliyofanyika katika nyumba ya serikali inayoitwa Kizimkazi mwishoni mwa ziara rasmi ya Rais Tshisekedi nchini Tanzania. Kwa upande wa uchumi, viongozi hao wameamua kufufua tume wa kudumu ya ushirikiano wa pamoja na kuanzisha ushirikiano mpya kati ya nchi hizo mbili. Tubaki tu mjini mkuu wa Kinshasa. Habari njema kwa wakaji wa Kinshasa. Baada ya kusimama kwa miaka kadhaa, Onatra imeanza tena huduma ya gari la moshi ya mjini. Leo asubuhi gari la moshi yani train iliondoka katika kituo cha Chenke kwa komini ya Masina kuelekea Gare Centrale, ikiwa ni safari ya kwanza baada ya takriban miaka 15, sauti ambazo wakaji wengi wa mji mkuu walikuwa hawajasikia kwa miaka mengi. Huko Matadi, kwa sasa kuvuka mto Kongo katika eneo la Luozi jimboni Kongo Central haiwezekani. Sababu ni kwamba kivuko kinachounganisha pande mbili za mto kimeharibika kwa karibu wiki moja. Hali hiyo imetatiza maisha ya kila siku ya maelfu ya wakaji na kuvuruga shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi. Usafirishaji wa watu na bidhaa umepungua kwa kiasi kikubwa, huku wakulima wakikabiliwa na ugumu wa kupeleka mazao yao sokoni. Kutokana na hali hiyo, shirika za kiraia za Luozi zinaomba mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kurejesha huduma hiyo. Ripoti ya Martial Papi Mukeba. Paluozi katika jimbo la Kongo Central, magari mengi yamekwama pembeni ya Fleuve Congo na bidhaa nyingi zinasubiri kuvushwa. Baki inayounganisha pande hizi mbili iko katika hali mbaya sana, jambo linalofanya uvukaji kuwa mgumu na kuwatia wasiwasi wasafiri. Mashirika ya kiraia yanasema yameonya mara nyingi kuhusu hali hii, lakini hakuna hatua iliyochukuliwa. Dieleve Dilambanzila, kiongozi wa Mouvement Citoyen du 24 Mars Lesan de Kasavubu, anasema haelewi kwa nini viongozi hawachukui hatua. Anauliza kama serikali inangoja ajali yenye vifo itokee ndipo ichukue hatua. Hali hii inaathiri sana wakulima na wafanyabiashara wadogo. Wanapata shida kupeleka bidhaa sokoni na baadhi ya bidhaa zinaweza kuharibika kwa sababu ya kuchelewa kuvuka. Baki hiyo ni muhimu kwa kuunganisha maeneo ya kilimo na masoko katika sehemu hiyo ya jimbo ya Kongo Central. Jimboni Maniema katika mji wa Kindu, upatikanaji wa maji safi unazidi kuwa mgumu. Kwa siku kadhaa sasa, watu wengi wamekuwa kwenye vituo vya maji. Wakaaji wamoja wanasema hali hiyo inatokana na kupungua kwa kiwango cha maji katika visima vya maji kwa nyakati hili ya kipwa. Katika karta mingi, vituo vya maji havitoi maji ya kutosha, hali inayowalazimu wananchi kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Ripoti ya Florence Kizalunga. Watu ni wengi, wakiwemo watoto, vijana na wazee, huzunguruka jijini wakiwa na jeri wakitafuta maji ya kunywa.
Inakuwa magumu sana juu ya kupata mai. Hapa anisha sirkile kumaborne fontaine mingi juu ya kutafuta namna kupata mai. Ni shida sana. Msichana huyo tuliyekutana naye kwenye holeni anaripoti hali kama na hiyo, akisema kwamba alitumia saa kadhaa ili kupata bidon moja tu ya maji ya kunywa. Atujue kama ni nini, depuis busubu nilikuya hapa, nishapata tu bidon tu moja ya mai, nishafikisha paka midi, kupata mai na kwa shida. Wakikabiliwa na uhaba huo, baadhi ya kaya zinageukia visima ambavyo havijaboreshwa au vyanzo vingine vya maji ambako ubora hauhakikishwi siku zote. Zoea ambalo watazamaji wanaonya linaweza kuongeza hatari ya magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi. Turudi mjini Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanga kuanzisha masomo kwa njia ya mbali katika maeneo 18 ya afya yasiyo katika hatari kubwa ya Ebola kwa njia mwaka wa masomo 2026-2027. Tangazo hili limetolewa siku ya pili na waziri wa elimu ya taifa Raisa Malu wakati wa mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri wa afya Roger Kamba na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya. Lengo ni kuhakikisha wanafunzi wanaendelea na masomo yao huko wakipunguza hatari ya maambukizi ya Ebola shuleni. Kwa mujibu wa waziri Raisa Malu, vifaa vya kujifunzia vitaandaliwa kila baada ya wiki 4, kuchapishwa, kusambazwa na pia kutangazwa kupitia redio za kitaifa na za kijamii katika maeneo husika. Maelezo zaidi na Jean-Claude Lokidile. Kwa mujibu wa waziri wa elimu wa kitaifa, lengo ni kuwawezesha watoto kuendelea na masomo yao na kutopoteza maarifa waliopata hata pale ambapo hali ya kiafya hairuhusu shule kufanya kazi kama kawaida. Wizara wa elimu wa kitaifa na afya zinafanya kazi kwa pamoja katika utekelezaji wa hatua hizi. Viongozi wanalenga hasa kuzuia eneo lililotajwa kuwa la kiwango cha rangi ya machungwa, yani orange, lisifikie kiwango cha nyekundu, au eneo la rangi majani ligeuke kuwa la machungwa. Kuhimizwa kwa walimu, viongozi wa shule na jamii pia ni sehemu ya mpango huo. Waziri alisisitiza hasa umuhimu wa mtu aliye mgonjwa kutojielekeza shuleni katika maeneo yaliyo katika hatari. Mikusanyo mikubwa pia itapunguzwa kwa uratibu na huduma za afya. Kwa mujibu wa Raisa Malu, kupitia elimu kwa njia ya masafa na hatua hizi za kuzuia maambukizi, serikali inalenga kudumisha kuendelea na masomo huku ikipunguza hatari ya kuenea kwa virusi vya Ebola wakati wa kuanza kwa mwaka wa masomo mpya. Tubaki tu mjini Kinshasa tukizungumzia hali la kiutu. Kiongozi wa masuala ya kiutu nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa wito kwa kulindwa kwa raia pamoja na wafanyakazi wa misaada ya binadamu. Damien Mama ametoa wito huo kwa sherehe ya siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu inayofanyika tarehe 19 ya mwezi wa 8. Anasema wafanyakazi hawa huwasaidia watu waliokumbwa na mgogoro au vita kuhama vijiji vyao, milipuko ya magonjwa na majanga. Wanatoa msaada wa kuokoa maisha, heshima, mshikamano na matumaini, lakini kazi yao inazidi kuwa mgumu kila siku. Tujelekeze kwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya watu wanaendelea kuhama vijiji vyao katika groupement la Ufamandu ya kwanza kusini mwa mtaa ya Masisi. Kwa mujibu wa duru vya eneo hilo, wakaji wa takriban vijiji 10 wamekimbia kutokana na mapigano yanayoendelea kwa zaidi ya siku 3 kati ya waasi wa AFC M23 na magundi ya wazalendo. Wengi wa waliokimbia wanaelekea maeneo ya Ufamandu ya pili na mtaa jirani ya Walikale. Tujelekeze Kwilu kwa kukomesha taarifa hii ya habari. Shirika mpya ya kiraia katika jimbo imekosoa kukatwa ya mishahara ya walimu na watumishi wa serikali inayofanyika na benki moja ya biashara inayofanya kazi katika jimbo hilo. Msimamizi wa shirika la kiraia anataka maelezo kuhusu sababu ya makato hayo. Ripoti ya Bernardin Nyangi. Shirika nyipya la raia mjini Kwilu ladokeza wasiwasi kuhusu hali hii ambayo inasababisha hofu kubwa miongoni mwa wafanyakazi wengi wa sekta ya umma. Inataka mafasirio ili kuelewesha sababu za makato hayo ya pesa, huku ikizitaka mamlaka husika
kuingilia kati ili kulinda mapato ya watumishi husika. Kulingana na mwenyekiti wake mkoani huko Brindal Ndombe, wafanyakazi walioathirika wanakabiliwa na hali ya kutokuwa na uhakika na wanahangaika kujua ni nani wanaweza wasiliana naye ili kupata ufafanuzi. Kwa mujibu wake, ufafanuzi wa haraka kuhusu swala lile na mahali ambapo fedha hizo zinaelekezwa ni vema ili kukinga haki za kiuchumi za wafanyakazi husika. Hivyo shirika nyipya ya kiraia ya Kwilu yazitaka mamlaka za mkoa na taifa pamoja na maafisa wa benki ulishughulikia swala hili kwa dharura na kutoa majibu ya wazi kwa wafanyakazi walioathirika. Kisha dakika chache mtafuata kipindi ya pili mwalika wa siku na habari muhimu, yani dossier du jour, imeandaliwa na Bernardin Nyangi. Radio Okapi, invité en Swahili. Mwaliko wetu wa siku tumempokea Jean-Claude Kayumba Shabani, mratibu wa shirika Réseau des Associations pour le Développement Communautaire RADEC. Hivi karibuni alisimamia utekelezaji wa mradi wa msaada wa dharura kwa ulinzi wa waasiriwa wa ukatili wa kijinsia katika eneo la afya la Salamabila lililoko mtaani Kabambare, jimboni Maniema. Mradi huu ulipangiliwa kwa faida ya waasiriwa 800, ila hatimaye uliwafaidia watu 1028 waasiriwa wa ukatili wa kijinsia. Mradi huu umefikia mwisho wake, ijapokuwa hitaji bado ni nyingi. Tunampokea Jean-Claude Kayumba Shabani ili kuelewa zaidi. Anaojiana na Florence Kizalunga. Jean-Claude Kayumba, jambo. Jambo mama Mwariri. Mumefikia ukomo ya mradi wenu ambayo ililenga kuwahudumia waanga wa ubakaji ndani ya zone de santé ya Salamabila huko tarafani Kabambari. Tunaweza kuelewa nini imefanyika muda wa hiyo kipindi yenu? Kwa kweli tulifanya maaktivite ya mingi kwa huu mradi ambao unasema juu ya assistance ya wale waanga wa ubakaji ndani ya mtaa wa afya wa Salamabila mutarafa ya Kabambare. Tulionesha kwanza mradi Pakindu, Salamabila na Wamaza, tukabeba vile vituo vya afya venye tutatumikia kwa avyo. Ndani mwayo tulibeba Kimbaseke ya kwanza, tukabeba Camp Central, tuo ya afya ya Wamaza na hospitali kuu ya Salamabila. Na tukakamata wa APES na wale wa ASER, Agent Santé Reproduction, na ba médecin na ba infirmier, tukabaonesha, tukawakumbusha na kuonesha sababu hii mradi ilikuwa mbele na MSF Espagne, na wakati alienda kwa vide ku periode moja, na sisi tukakamata sasa ile vide tukaikomble pale. Ndio maana tukaonesha juu ya prise en charge médicale na prise en charge psychologique ya wale waanga wa ubakaji. Baada ya hiyo tukafanya tena vile mpango wa pamoja kwa ajili ya kupunguza ubakaji, hata kama tutamaliza kupunguza pamoja na makushe yote ya communauté. Mradi wenu ulilenga kuhudumia wanawake zaidi ya 800, yani 800. Sasa mumefikia ile ukomo ama la? Ndio mama Mwariri, tulifikia kuukomo na tukatambuka, sababu ukomo wetu ulikuwa wa 800 waanga wa ubakaji, ila tulienda mpaka ku 1128, sababu waanga walikuwa wengi sana. Umesema kwamba MSF Espagne ndio alikuwa anahudumia wahanga hawa wa ubakaji. Wakati MSF iliweza kuondoka, nyinyi mkawasili. Sasa hapa nyinyi mumeondoka, umetuonesha kwamba hiyo hitaji ingali zaidi katika tarafa la Kabambare. Mtafanyaje? Hiyo hitaji ingali kabisa, sababu hapa tunaomba kwanza kuma organisation no gouvernementale yote yenye kutusikiliza muda kama na wakati na huu, kama kule kungali besoin, na hivi kisi kungali besoin, inabidi maorganisation ifike pale, na sisi ngambo yetu tutaendelea kuwafadhili purke watupatie hata deuxième phase purke tuendelee na maaktivite gisi inavyostahili, sababu waanga wangali wa mingi sana, na waanga kuacha vile bila kutibu ni vigumu zaidi. Sasa mulikuwa na strategy gani kwa kuweza kufikia kiwango ya watu hawa zaidi ya 1000? Ndio, tulikuwa kwanza na wale ambao wanaita wa ASER, Agent Santé de la Reproduction, sababu walikuwa ndani ya communauté, na tulikuwa pia vile na mot de passe moja yetu ambayo muanga akifika kwenye hospitali anajua kama batu yote banajua kama ule ni muanga na tumufikishe mbio kukituo, na ile mot de passe yetu ilikuwa ni karibu. Yani ni namna yenu ya kuweza pia
kuvicha aibu ya muanga asiwezi kusikia haya wakati anapowasili kwenye hospitali. Ndio maana tuliongeza vile maaktivite muile chumba, sababu kulikuwa maaktivite vile ya planning familiale ne tuliongeza mule kwa ajili ya wamama kupanga uzazi. Ndio maana tuliongeza ile maaktivite juu ya kuevite ile ambayo inaitwa aibu ama stigmatization. Sasa muda wa hiyo mradi wenu eti magumu ilikuwa kweli? Magumu ilikuwa nyingi sana. Na magumu ya kwanza, mama mwariri, tutakwambia kama muzoni hatukukuta kit pep, hatukukuta dawa. Tukaanza kujidebrier, kufanya nguvu yetu yote tupate dawa ili tutibu, pamoja na wandugu wa ministeri ya sante wenye tulikuwa nao maprotokol. Tukaanza kutibu mwile ma air de sante yote bila tatizo. Na hapa sasa tuliacha ile makit pep kuko karibu itafikia mpaka le 15 août. Nene le 15 août itamalizika. Ndio maana ni ya muhimu sana mfadhili wetu Fondation Arnold de la Camara atusapoti kukipindi cha pili pamoja na wengine ma congregation wengine, sababu tuendelee na hii mradi, sababu kuacha waanga vile bila dawa ni tatizo sana. Bwana Jean-Claude Kayumba, shukrani. Na mimi nashukuru kwa Radio Okapi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Jimboni Kivu Kaskazini, wakati sasalia wiki mbili kabla ya kuanza kwa mwaka wa shule 2026-2027, maandalizi jijini Goma bado yanasuasua tu. Ingawa masoko na maduka ya vifaa vya shule tayari yana bidhaa kama vile mikoba ya shule, madaftari na sare, wazazi wengi bado wanachelewesha manunuzi. Sababu ni uwezo mdogo wa kifedha kutokana na hali ngumu ya uchumi. Bernardine Jambu alizunguka huko. Hii hapa ripoti yake. Uone kisi mulango iko wazi, hakuna mtu. Zamani kama ba mama biko hapa tele, hakuna kisi na sorde njoo tunaandika kwanza pale kwa mfano. Si njoo hivi. Na wewe unaweza ona pale sorde. Bateja hakuna, watatoka wapi? Hakuna njala juu ya njala, magumu juu ya magumu. Sasa hii ni kae ministre ngari tu ile bei 2.5 ni kalite ya mzuri. Ni wakati ni shida Mungu tu. Kama anavyosema mama huyu hapa katika kituo cha biashara hapo Birere, na kama ilivyo kwenye maduka za vifaa vya shule, yani mumapapiteri, vifaa vya shule vipo tele, ila wateja wapo wachache. Wazazi wengi wanasema hawana uwezo wa kifedha ya kuandaa kurudi shule kwa watoto wao. Sikilizeni ushuhuda wa mama huyu. Makuta hakuna, na kae hakuna, na uniforme hakuna. Batoto bananisumbua kama watarudia kwa masomo, bananisumbua, mimi nakosa kama nifanye yeye. Paka leo hii hakuna kitu. Sasa bwana wako atumikake? Bwanangu anatumikaka ndio, ni agent de l'etat, lakini franka nazo zinashindikana. Kusipata iko nashindikana, ile kufika ku telefone banakosa kama franka zitafika yeye, zinashindikana. Donc tuseme rentrée scolaire hapa Goma iko matata sana, tunakosa ya kufanya maki, hakuna kitu. Tuwafahamisha kwamba ijapokuwa magumu iko, kuna wazazi wengine wanajitahidi kununua kile kinachohitajika ili kuruhusu watoto wao kurudi shule. Wachuruzi wanasema ya kwamba tayari wanashusha bei ya vitu kadhalika kwa kusaidia wazazi kununua, ila wanauzisha tu kidogo, kama anavyosema mchuruzi huyu. Wazazi hawapate franga. Njoo na sisi tushajiuliza kama wazazi iko na ngoya wapokee, kama watapokea kazi iko njoo tujue. Franga hakuna. Hawauze na hapo na kwaka hivi kama tuko na uzisha. Na hakuna wakati niongea tena wewe. Franga barabara inakauka. Mtu anaoneaka kwa barabara sio mna watu ambutiaje iko maana franga zipo. Hapa barabara iko wazi. Kuuza ni ya kidogo tu. Maana mahali paka kadisi anaenda na lokota ya vile. Kuuza jinsi wanauzaka hapana. Tuwafahamisha kwamba kumepita siku mingi kazi za biashara hazitembei vizuri mjini Goma, na hivi shule inakaribia siku ya kwanza mwezi wa Septemba. Familia nyingi zinasema zinapata shida kulipa hata fedha za shule za watoto. Hapo ndipo tumefikia mwisho wa taarifa hii habari. Shukrani kwenu wote mliochagua Radio Okapi kwa kuwatolea habari ya taifa. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mtangazaji wenu Isaac Remo Yope, fundi wa mitambo Bilo Bahati. Tunawatakia kila heri mali mulipo.